Mchezo wa kombe la CRDB kati ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji pale mkoani Arusha ni siku hii leo, na kama ambavyo tunafahamu Simba ndio wenyeji wa mchezo huu, na Simba baada ya ratiba banana wakaona kwamba wasafiri mchezo wa nyumbani sasa wa kombe la CRDB ni bora wamalizie hapo ndani ya dimba la Sheikh Amri Abeid. Sasa tayari linacho kikosi hapa kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa hapo baadaye majira saa 10. Lakini kabla sija kuangazia kikosi, ni kukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi ni kuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa upande wa goalkeeper yupo Jibrila Kasali. Ni kombe ambalo Simba wanalihitaji kweli kweli, na ndio maana unaona kabisa kwa upande wa mwalimu Steve Baka hajaleta masiara. Kwa upande wa langoni yupo Kasali, goalkeeper ambaye mara zote amekuwa anaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji zaidi Kasali kuweka utulivu, kwa sababu ni mechi ambayo tunasema kwamba pointi 3 sio muhimu bali ni kuondoka na ushindi. Kwa hiyo mnaporuhusu goli utawafanya Dodoma Jiji wacheze nyuma kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ni lazima goalkeeper awe na umakini zaidi. Lakini pia beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe ambaye ni nahodha ndani ya klabu. Kapombe tunafahamu moja ya beki ambaye amekuwa ni hodari kweli kwenye eneo hilo. Si mara nyingi kumuona hayupo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa upande wa Steve Bak, mwalimu atakuwa kimhitaji Kapombe kusaidia zaidi mashambulizi kupitia kwenye eneo la kulia, lakini pia kuwa na kasi, lakini pia kupiga cross ambazo zitakuwa kwa usahihi zaidi. Wakati huo pia Nixon Kibabage atasimama kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, hasa pia kwenye eneo la kupiga cross kusaidia mashambulizi. Kwa upande wa Simba wanafahamu ni nini hasa ambacho wanakipata kwa upande wa Nixon Kibabage. Ni beki ambaye ameleta utulivu ndani ya Simba. Lakini pia mabeki wa katikati, kwanza yuko Ismail Ture. Ismail Ture beki ambaye alikuja hakuanza kupata nafasi mara kwa mara, lakini tangu majeraha ya Brazak Hamza, majeraha Wilson Nangu yamemweka kwenye kikosi cha kwanza, na kazi amekuwa anafanya kubwa kweli. Ya maana kwamba kitu pekee ambacho atakuwa anahitajika ni kushinda mipira aina yote ya chini pamoja na ya juu. Amekuwa ni imara mara zote. Lakini pia Rashid Dirak kiongozi yupo hapo akisaidiana na Ismail Ture. Kwa upande wa Rashid tunafahamu amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kusoma mchezo, kuongoza safu ya ulinzi kwa usahihi kabisa. Kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji kwamba yeye awe kiongozi kuwapanga wenzake ambao watakuwa kwenye mstari mmoja. Lakini pia kwenye upande wa mechi hii kamweka kiungo mmoja, yani mkabaji, yupo Alassane Kante. Alassane Kante tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu kweli, namna ambavyo amekuwa anacheza, utulivu wake wa hali ya juu, pasi zake. Ya maana kama mwalimu atakuwa kimhitaji zaidi kutuliza tempo ya mchezo, kuacha mpira utembee kwenye eneo hilo na kuwa na utulivu wa hali ya juu. Lakini pia viungo washambuliaji watacheza wawili. Kwanza yuko Kratos Chota Chama. Kwa upande wa Chama, huyu ni moyo wa ubunifu ndani ya klabu. Ubunifu ambao amekuwa akiufanya pasi zake za mwisho, lakini pia amekuwa akiwafungua mabeki na kupiga pasi kwa usahihi zaidi. Maana kwamba Kratos Chota Chama atakuwa anasimama kwenye eneo hilo, lakini pia hatakuwa peke yake. Atakuwa akisaidiana na Ino Loemba. Loemba baada ya majeraha hatimaye amerejea ndani ya kikosi, na mwalimu sasa ameona hapana, kwa sababu hii mechi ni mechi ambayo tunahitaji kushambulia zaidi. Ya maana kwamba Ino Loemba utacheza kwenye eneo hilo ukisaidiana na Kratos Chota Chama. Yani hawa watakuwa ni pair, yani watakuwa wanacheza kwenye eneo hilo. Ya maana kwamba ili kuwachanganya zaidi viungo wa Dodoma Jiji. Lakini pia winga yuko Libasa Geye kwenye upande wa kulia. Geye ambaye tumeweza kumuona kasi, chenga, kupiga crossi. Lakini pia kwa upande wa kocha kwenye mechi hii kambadilishia kabisa majukumu. Ya maana kwamba atakuwa kimhitaji zaidi ya maana kwamba kupiga pasi kwenye eneo la katikati, na sio yeye kuingia zaidi ndani kulingana na namna ambavyo amekuwa akihitaji timu kucheza. Lakini pia Anseti Oura atatokea kwenye eneo la kushoto. Kwa upande wa Oura tunafahamu amekuwa na uwezo mzuri pia, kasi yake, ubunifu, lakini pia namna ambavyo amekuwa anawasumbua mabeki kwenye eneo la pembeni. Ya maana kwamba ni mchezaji ambaye atakuwa ni muhimu zaidi kwa ajili ya kutengeneza nafasi kupitia kwenye eneo la kushoto. Mshambuliaji wa mwisho yupo Selemani Mwalimu.
Tunafahamu bwana, ndio mshambuliaji wa mwisho ambaye amesalia ndani ya kikosi cha Simba. Ya maana kwamba Selemani Mwalimu kwenye kila mechi kwa sasa hivi tutakuwa tukimwona mara kwa mara, kwa sababu Mwalimu hana chaguo lingine. Selemani atakuwa akihitajika zaidi kusimama, kwa sababu tayari amejaza viungo ambao wanakuwa wanashambulia, amejaza tukiangalia kwenye upande wa mawinga wanaingia zaidi ndani. Ya maana kwamba Mwalimu atakuwa anasubiri kwenye